Mtazamaji wa Zejofa Media popote ambako unaendelea kutazama na kukaribisha kwenye matangazo yetu ya wakati huu, huku mimi ni Banza Allen Taxis ambaye nitakuwa nawe mwanzo hadi tamati. Na miongoni mwa habari tutakusogezea leo, acha usogee kwanza na mtasari wa habari zetu. Waasi wa M23 wamekataa madai ya shirika za kiraia huko Kivu Kaskazini za kusema wao wamezuia watu kufanya mavuno ya bidhaa shambani. Na kwingineko, Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo atangazwa rasmi kama rais kwa muhula wa pili. Wachambuzi wa siasa DRC watoa mtazamo tofauti. Na baadaye tutaenda kujua kwamba huko mjini Bukavu vijana wamenufaika na vitendeaji kazi kwa lengo ya kuwainua kiuchumi. Naam, habari kamili. Waasi wa M23 wamesema kwamba hawajawahi kuweka kizuizi kwa shughuli za idadi za mashamba huko maeneo ya Kivu Kaskazini. Vuguvugu hilo la waasi ambao linamiliki maeneo kadhaa huko Kivu Kaskazini zimeeleza kupitia taarifa kwa vyombo vya habari na kutumia mtandao wao wa X maarufu kama Twitter ya zamani. Kwa hiyo wamejibu madai ya mashirika ya kiraia huko Ruchuru waliojiana na Radio Okapi Jumatatu iliyopita wakisema kwamba wao wanazuia watu kwenda mashambani na kufanya mavuno ya bidhaa kadhaa. Ni vizuri ni kujuze kwamba muhondo huo wa kiraia ulishtumu waasi kuzuia watu kuvuna bidhaa zao mashambani katika maeneo la Kahunga, kilomita 5 na Kiwanja, Kivu Kaskazini. Na baadaye mahakama ya kikatiba nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imemtangaza rasmi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kama kandidati aliyeshinda uchaguzi wa ngazi ya urais. Baada ya kumtangaza, maswali yamejaa midomoni mwa baadhi ya wachambuzi wa kisiasa, huku kila mmoja akitoa mtazamo wake. Bwana Biringiro Robert ni mchambuzi wa siasa za kimataifa, ametoa mtazamo wake kuhusu uchaguzi uliofanyika Desemba 20 mwaka 2023 nchini Kongo ya Kidemokrasia. Fuatana na kutangazwa kwa rais Felix Tshisekedi Tshilombo Antoine, tangia kampeni ilivyoanza, watu wengi na madola ya kanda la Afrika, Ulaya, Marekani, nafasi zingine, Australia kama vile Asia, walikuwa wakisema kwamba uchaguzi wa Kongo utaweza kampeni na uchaguzi vitakuwa vya kutatanisha. Rais akajitahidi, na hata alipoulizwa kwa wapasha habari mbalimbali akasema hataweza kupitisha hata dakika moja ya uchaguzi. Akasema yeye kwa sababu ni mtu demokrasia ataweza kuhitimisha muhula wake wa kwanza. Ikifika kwa awamu ya pili atafanya kampeni, na kampeni itachaguliwa mpaka kama vile ilivyopangiliwa. Wafanyasiasa wakasema hapana, ni lazima uweze kuhairisha uchaguzi au kuwe tena uongozi wa mpito. Yeye akasema kama vile katiba ya Kongo inavyosema, mtu akitimisha muhula lazima afikirie kile alichokiapa mbele ya bunge na seneti au zile shambre mbili na mbele ya umati wa watu. Kulikuwa kuonekana madosari, kulikuwa kuonekana machokochoko za watu, mapingamizi ya makundi yanayoshikilia silaha kinyume na sheria, makundi kuvamia mengine, watu kuvamia wengine, majamaa kuvamia jingine majamaa. Wale wanaojiitwa ni wazalendo ambao hawajui na nidhamu yao kuweza kuvamia wengine, unakutana hawezi kuheshimisha mipaka ya nchi na kuheshimisha umma la wakongomani ambao linalohitaji amani na demokrasia na kutembea kama ilivyo kawaida. Kulionekana kuna watu wamekimbia, watu kufa kinyama, kupolewa kiholera, kusema kwamba wazalendo wiko wanaenda wakitafuta nini, wazalendo ni wanani, wazalendo ni nini. Hii ikaonekana kwamba uongozi ulipotangaza kwamba wazalendo ni wale wa reservista ambao waliweza kutumika vizuri kusudi waangalie namna gani wanaweza wakasaidia nchi wakati inapovamiwa kijeshi, wakashindwa. Lakini rais akaendelea kuangalia namna gani ahitimishe muhula wake ili afikie wakati wa uchaguzi. Wakati kulikuwa wapinzani wake kama vile zaidi ya 20, basi wakawania kama vile tulikuwa tukisema kwamba kuna pambana watu wawili. Felix Tshisekedi, rais aliyekuwa ametimisha muhula wake wa kwanza, pamoja na Katumbi Chapwe. Basi ilipofika wakati ya uchaguzi, kampeni haikuweza kupitika imalizike kama vile salama. Ulikuwa unasikia hapa kunapatikana dosari, hapa kunapatikana chokochoko, wa moja hawafiki nafasi, watu ambao walikuwa wakifanya kampeni hawafaulu kuweza kufika nafasi, mamitaa kufuatana na usalama mdogo, barabara hakuna, kufuatana na vita ambavyo vilikuwa vikiendelea kila wakati, inatuma kunaonekana upingamizi kutofika nafasi kusudi waweze kufanya kampeni.
Mungu akaweza kujalia Wakongomani kwa sababu Mungu anapenda Wakongomani. Ikafika wakati uchaguzi ilipoingia, wakati wake uchaguzi kafanyika, ilipohitimishwa hiyo na wakati mitaa 2.5 au niseme mitaa 3, Ruchuru, Masisi, Nyiragongo, juu ya vita vya M23 RDF ndivyo tunavyovisema, kwa sababu ni M23 ikiongozwa na Bertrand Bisimwa ikisaidiwa na jeshi la Rwanda RDF, ikakuwa pingamizi, ikaonekana kwamba hapo kusifanyike uchaguzi. Basi uchaguzi ukapitika, kisha kupitika kwa kuwa ni uchaguzi japokuwa kulikuwa mikokotano, lakini kukapitika uchaguzi wa uhuru na haki. Japokuwa wengi aliyeshindwa kila wakati anasema hakuna uhuru wa haki, aliyeshinda anasema imepitika vizuri. Kisha tukafanya uchaguzi, tulipohitimisha uchaguzi ikaonekana mshindi ni Rais Felix Tshisekedi Antoine Chilombo aliyekuwa akihitimisha muhula wake wa kwanza. Tukifika kwa muhula wake wa pili kisha yeye kutangazwa, kukaonekana chokochoko huku zaidi. Kwa mimi binafsi nimemuunga mkono wakati ya kampeni. Pili ameshinda, ikionekana ni lazima ashinde kwa sababu wameweza kutangaza ni nani adui ambaye amevamia Kongo, ni nani ameweza kuhifadhi wapinzani wa nchi na kuweza kuwaunga mkono, kuweza kuhatarisha usalama wa Kongomani. Ndio ninaweza nikatakia rais aliyeshinda mshindi kuangalia namna gani ya kupatanisha Kongomani ya mashariki ya Kongo ambao wamesumbwa na vita na mizozo, mafarakano. Angalia namna gani ya kuweza kuangalia makabila ya mashariki ya Kongo, kuyatuliza na kuyaketisha pamoja ili waweze kuketi kwa meza ya mazungumzo, na kuangalia namna gani ya kuweza kusuluhisha mzozo ambao unapatikana kila wakati mashariki ya Kongo, kama vile Kivu ya Kaskazini na hata Kivu ya Kusini, katika mitaa 3, Kivu ya Kusini na mitaa 9. Wale walioshindwa lazima waweze kuvumilia kushindwa, na baadaye nao wataendelea kuwania tena. Ni vizuri ni kujuze kwamba Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ameshinda uchaguzi nchini DRC kwa pasenti 73 na vipande kadhaa. Na kwa kumalizia habari zetu, tumalize na habari toka mjini Bukavu ambako vijana walio katika mazingira magumu kutoka jiji hilo na kando mwake wamepokea vifaa vya kujifanyia biashara. Hii ni shukrani ya mradi wa kujitegemea kwa ushirikiano na shirika la watoto ulimwenguni maarufu kama UNICEF huko mjini Bukavu. Mwandishi wetu Natasha Mingu Andrea anakujia na ripoti zaidi. Kuanza Essence kupita Brasserie hadi Nyawera, vijana waliofunzwa katika sekta 11 walipokea vifaa vya majifunzo kwa ajili ya kuendeleza mafunzo yao ya miezi 10 ya ufundi mbalimbali. Kwa upande wao walipokea nguo za wanawake, riboni pamoja na madaftari na vifaa vingine vya majifunzo yao ya kukata na kushona nguo, kutengeneza sabuni, ufundi, useremala na mengine mengi. Fursa kwa Bwana Leo Musagi, kiongozi wa mradi wa ustahimilifu katika elimu rasmi na isiyo rasmi, kutoa wito kwa wanafunzi kusimamia vizuri uwajibikaji wa vifaa hivi na kuongeza kuwa mwisho wa kozi hizi za mafunzo, vijana hawa watakuwa na vifaa vya kuunganisha kijamii ili kuhakikisha uhuru wao na kujichukulia gharama wenyewe. Lengo kubwa ni kuwapatia vyombo yenye walimu watawafunzia. Ni kusema balianza mwaka inafaa tupatie watoto ile vyombo kusudi mwalimu apate materiel yenye atakuwa anafanya pratique na ile vyombo. Ni kusema wenye wako mu salon de coiffure tunawapatia ile vyombo ndio itawasaidia kuanza kutumika mule mu salon de coiffure. Hisia za kuridhika kwa wanafunzi waliojitolea kwa usimamizi mzuri wa vifaa hivi kwa mafunzo yao ya kitaaluma. Hawa wanashukuru sana kwa msaada huu, maana utawasaidia kujichukua kigharama kimaisha. Nashukuru Mungu kwa kuona anatupatia avance. Tuseme ni avance ya kutuprepare juu ya maisha ya kesho. Hii ni materiel ninatoka kamata ya kuona najifunza, vitu vya kushona. Merci sana kuona mnanisaidia nianze kujua kushona, nianze jifunza na mimi kukata. Mimi nashukuru sana kabisa. Kumbuka kuwa vijana 1200 walio katika mazingira magumu wananufaika na mafunzo ya kazi hapa Bukavu, Miti, Kavumu, Katana, Walungu na Mwenga kutokana na mradi wa ustahimilifu wa muungano wa kitengo cha masuala ya kijamii ya vijana cha EPST
katika usaidizi wa divishene pamoja na UNICEF katika jimbo la Kivu Kusini. Nikiripoti kutoka mjini Bukavu, mimi ni Natasha Mengu Andrea kwa niaba ya The Jofa Media. Asante kwa kuungana nasi mwanzo mpaka hapa. Tunakata mkeka taarifa zetu za habari. Hii ambayo unaendelea kuifuatilia ni chaneli yako ya kila siku The Jofa Media. Huku mbele ya kipaza sauti ulikuwa nami Banza Alain Taxis. Naenda kualika kwenda kulike, kushare na kusubscribe kupitia ukurasa wetu wa Facebook, Instagram pamoja na YouTube ukiandika The Jofa Media.